Mtu mmoja anayekadiriwa kuwa na umri wa miaka 46, mkaazi wa Mbuzini, anayefahamika kwa jina moja tu la umaarufu Ponera, ambaye ni mbeba mizigo eneo la Malindi, jana majira ya saa 2 usiku ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, amekamatwa na polisi jamii na kupelekwa katika kituo cha polisi cha Malindi baada ya kudaiwa kukutikana akimwingilia kinyume na maumbile kijana mmoja anayefahamika kwa jina moja tu la Samir mwenye umri wa miaka 20 aliyetokea Tanzania bara kwa ajili ya kutafuta maisha. ASAM Online TV imefika eneo la Malindi na kuzungumza na polisi jamii pamoja na mashuhuda walioshuhudia tukio hilo ambao walikiri kutokea kwa tukio hilo, ambapo wote walikamatwa na kupelekwa kituo cha polisi Malindi. Naitwa Ahmed Khalid Khamis, ni mkazi wa Malindi na ni polisi jamii Malindi. Sisi tulipokea ujumbe wa simu kuhusu Ponera kwamba anamlawiti mwanamume mwenziwe, ni kijana wa miaka 20 ambaye kwamba anaishi Moshi, kaja hapa kwa kutafuta maisha. Lakini baada ya kufika hapa alikutana na huyo Ponera. Ponera akamwambia, we kaa, tulia, usifanye kazi, mimi nitakushughulikia kwa kila kitu. Akawa anamhudumia, kula, kunywa na kila kitu. Ila kulala hatujui kama alikuwa kilala naye au vipi. Ila kuna siku aliondoka naye akaenda naye Mbuzini anapoishi huyo Ponera. Ila katika gari walikutikana wanafanya tena uafiriti, wamepakatana, wanapeana midomo kwa midomo. Hapo raia hawajakubali, wakaomba ile gari isimamishwe bububu kituoni. Ikasimamishwa pale kwa taarifa tulizopewa, wakashushwa, wakaripotiwa pale, lakini haikuchukua muda ule bwana akarudi tena mtaani. Jana usiku wamekutwa tena hapa Malindi wakifanya swala hilo, kavua suruali, yule kijana kakaa kwenye mbustani akawa anafanyiwa. Ndipo na sisi tukaitwa na raia kwamba wale watu wapo wanafanya hayo mambo, tukaja tukawakamata tukawapeleka Malindi kituoni. Na mpaka ilikuwa ni mida ya saa 2, watu wanasali tarawih. Isha ilikuwa ishasaliwa, watu wanasali tarawih. Mazingira ya mchana kwamba walitafuta ukimya wa makontena bwawani pale. Wakaingia pale, walothubutu kuwaona ndo walitufata kwa sababu walikuwa hawana namba zetu. Kwa kutufata ili twende, hata tulipofika hatukuwakuta tena, washaondoka. Tukapata taarifa kwa muda mwingine tena huo wa usiku ambao kwamba tayari hawa watu wapo maeneo fulani na wanaendelea na mambo yao. Wote wawili hawana tatizo la kiafya, wote ni wazima, kwa sababu kama huyo Ponera tunemzungumzia umaarufu ni Ponera, anafanya kazi ya kubeba mizigo bandarini. Anabeba mizigo bandarini, ni mchukuzi. Sasa sijui kama uchukuzi wake ni wa kuajiriwa au wa ile vikundi vyao au vipi, lakini ninavyomfahamu mimi ni mchukuzi na ana akili timamu kabisa. Na kwa kukadiria na miaka mingapi? Ponera na miaka 46, huyo kijana na miaka 20. Na huyo mtoto ndo anasema mwenyewe kishamzoea mwenyewe yule kwa sababu ndo anamlisha na anamsaidia. Na mwisho jana ya mwenyewe mtoto kuhojiwa hajakaidi na akaongea ukweli, kama kweli mie huyu ananifanya na ameshanifanya wingi, na kwenye hao wingi mmoja hapo tumetajiwa tuna wasiwasi naye kama hajampa maradhi ya ukimwi, kwa sababu ameshaserika huyo alomtaja mwingine. Sasa hatujui vipi kama ameshaupata ama la. Na jana tumesikia ameenda hospitali na kimeonekana kitendo kama kweli huyo mtoto kishafanya. Vimeonekana na inaonekana na mchubuko amefanyika huyo mtoto. Sasa hatujui vipi afya yake itakuwaje. Kukamatwa kwa watu hao, baadhi ya wakazi wa Malindi wameiomba serikali kuwachukulia hatua watu hao ili kuwa fundisho kwa wengine. Kwa hiyo naomba hili waliingilie kati, kwa sababu huyu jamaa naweza kusema kishazoea, sababu cha mwanzo amefanya kwenye abiria kwenye gari, na leo ndo kaja kufanya ndani ya shehia Malindi. Akija kazini kwake huko hapa bandarini lazima aje nayo yule mtoto, na kuondoka kwao anaondoka usiku mkubwa. Kwa nini asende huko Mbuzini akaharibu, aje haribu hapa Malindi? Akija kazini kwake huko hapa bandarini lazima aje nayo yule mtoto, na kuondoka kwao anaondoka usiku mkubwa.
Kwa nini asende huko Mbuzini akaharibu, aje haribu hapa Malindi? Tuliposikia amekamatwa tulishukuru Mungu, kwa sababu tunaona ile hali iliyokuwepo hapa mtaani itaondoka, kutokana na vijana. Mazingira anaokwenda ni maeneo ambayo vijana wetu watoto hawa wanacheza, wanakaa wenye wao. Kwa hiyo yeye anakaa pale, yani matokeo yake anayoyafanya, yale mambo anayoyafanya kumtarapti na ule mtoto mwingine, ilikuwa ina athiri, kwa sababu muda mwingine kuna watoto wadogo utakuta unaangalia ile situation na mtu inaumiza ile hali. Yani unapojaribu kumwambia anakwambia wewe hayakuhusu, usiingilie mambo hayo. Unajaribu kumrekebisha mtu ambaye alikuwa hayupo katika urekebishaji kimfumo. Tunaiomba serikali ilichukulie hatua hili jambo, kutokana na anasema wanazuia udhalilishaji, na ule kati wa udhalilishaji na ule pia ni udhalilishaji. Na ukiangalia hasa huu mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, yani hizo siku za kawaida tunanyamaza, lakini huu mwezi mtukufu wa Ramadhani, yani matukio yake yamezidi kukithiri, yani ndio kazidi kama yani tuseme kama katiwa chumvi, kwa hiyo anazidi yani matukio yake. Kwa hiyo tunaomba serikali ni jambo ilichukulie hatua, yani kama atamhukumu kifungo chochote atakachofanya, lakini hili lichukulie hatua, iwe mafunzo na iwe somo kwa wengine. Hatulipendi na tunataka serikali ichukue mkondo wake, itusaidie na huyu bwana, tusimuone akipita tena hapa mitaani. Hatutaki kabisa. Tuna mashaka na watoto wetu sasa hivi. Tukimwona yeye tunaumia na watoto wetu. Tunaona atatuharibia watoto wetu. Tumesema tutaliingilia kati. Kwa hiyo tumeliingilia kati na tunamshukuru Sheha, ametupa msaada wake mkubwa sana. Na jana tumefurahi polisi jamii pia na wao wakaamua kufutare njiani ili wamtie mkononi, na tunashukuru Mungu kusikia ni tayari ameshatoa mikononi, yupo kwenye mikono ya sheria. Tukio hili linawaathiri vipi katika mtaa wenu? Tukio hili linatuathiri kwa sababu sisi tuna familia zetu hapa mtaani, kuna ndugu zetu, kuna watoto wetu. Tuna hofu wasije na wao wakafanywa vitu kama hivyo au vikatokea vitu kama hivyo. Nafahamu fika kwamba itakuja kuzungumziwa kwamba Malindi ndo michezo yao, lakini hapana.